Pendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji katika matumaini. Awali ya yote, napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukusanya hapa Tunapenda kumpongeza sana Mhashamu Askofu Stefano Lameck Musomba OSA kwa kuteuliwa na leo kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo. Hongera sana baba. Leo tunaadhimisha Jumapili ya tatu ya Pasaka mwaka C. Masomo yetu yanatufundisha mambo kadhaa. Somo la kwanza lina mambo makubwa matatu ya kujifunza. La kwanza ni ujasiri, la pili ni kufuata kanuni, na la tatu ni ushuhuda. Tukianza na kwanza, ujasiri. Kuhani mkuu alitoa amri kwa mitume kuwa wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Lakini kwa ujasiri mkubwa mitume hawakufuata amri hiyo, ila waliendelea kufundisha wazi wazi habari za Kristo mfufuka. Huo ni ujasiri wa pekee sana. Mitume wanatufundisha kwamba katika maisha kila watu wana maoni yao, na uzoefu wao, wana imani zao na hisia zao. Inawezekana wanachokifikiria ni kweli kwao, lakini haimaanishi kwamba lazima iwe kweli kwako. Hatupaswi kuwa na wasiwasi juu ya wengine wanatuonaje. Tunapaswa kuzingatia kujenga ujasiri katika kutambua kwamba sisi ni akina nani na nini tunachokisimamia. Mitume walitambua kwamba wao ni kina nani, na kwa ujasiri walitangaza habari za Kristo mfufuka bila woga wala wasiwasi wowote. Jambo la pili ni kufuata kanuni. Mitume walifuata kanuni. Walipokatazwa kufundisha kwa jina la Yesu, Petro akajibu kuwa ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hii ilikuwa ni kanuni ya msingi kwao. Hivyo mpendwa wetu Askofu Musomba asikukataze mtu yoyote kufundisha kwa jina la Kristo mfufuka. Hili ni fundisho pia kwetu sote waamini wote na kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ni muhimu kukumbuka kwamba uongozi wa kweli sio kutumia nguvu au kuwalazimisha watu wafuate mawazo yako hata kama ni mabaya. Badala yake ni juu ya kuwaongoza wale wanaotuzunguka kupitia matendo ya maadili. Kiongozi ambaye anaongoza kwa mfano anakuza mazingira ya uaminifu, heshima na kushirikiana. Tunapoonyesha uadilifu, tunakuwa mfano wenye nguvu kwa wengine kuufuata. Hivyo tujitahidi kukuza mitindo yetu ya uongozi kwa kuwa mfano hai kwa jamii badala ya kutumia mamlaka. Ikiwa kazini, katika jamii zetu au hata ndani ya familia zetu, athari ambayo tunaweza kuwa nayo ni kubwa kama hatuishi katika ukweli
kama hatuishi katika kanuni. Tusimamie ukweli daima, kwa sababu ukweli ndio utakaotufanya kuwa huru. Ushuhuda. Hili ni jambo la tatu tunalojifunza kutoka somo la kwanza. Mitume walimjua Yesu, walimsikiliza na wakamfuata. Shahidi ni yule aliyeona, kusikia mwenyewe na sio kusimuliwa. Shahidi ni yule ambaye anausema ukweli kama ulivyo. Ndiyo maana mahakamani mashahidi lazima wale kiapo cha kusema ukweli, ukweli tu. Sisi sote tuliobatizwa ni mashahidi. Sote tuliobatizwa ni mashahidi. Tumebatizwa na kutumwa kuhubiri habari njema. Sote tumetumwa baada ya ubatizo kuhubiri habari njema. Baba Askofu Musomba, umesimikwa leo kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo ili uweze kushuhudia ukweli. Nasi sote waamini tunapaswa kushuhudia ukweli wa Kristo mfufuka, hata ikitupasa kuadhibiwa, kwani ni bora kuadhibiwa kama mitume walivyopigwa viboko leo kwa sababu ya kusema ukweli kuliko kuadhibiwa kwa sababu ya kusema uongo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili tunaalikwa kutafakari na kufanya tathmini ni kwa namna gani jumuiya zetu za Kikristo zinamfanya Kristo kuwa kiini cha maisha yao. Mwanzoni mwa sura ya 5 ya kitabu cha Ufunuo tunasoma kwamba mwana kondoo aliyetolewa sadaka anakaribia kiti cha hukumu ya Mungu. Anachukua kitabu na kuivunja mihuri yake. Yesu ndiye mwana kondoo pekee anayeweza kufungua kitabu chenye majibu ya maswali yote yanayotoka moyoni mwa mtu. Ni yeye pekee anayeweza kuleta mwanga kwenye matukio ya kihistoria na kuyapatia maana. Malaika wanaunganisha sauti zao katika wimbo wa sifa. Viumbe vyote wanajiunga kuimba wimbo wa sifa. Wimbo huo wa sifa unataja sifa 7 ukisema, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ufunuo sura 5 mstari wa 12. Muziki huo wa mbinguni una maana kwamba viumbe vyote vimekombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Sadaka ya mwana kondoo imebadilisha mioyo ya watu wanaotambua kuwa Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Wanatambua kuwa wokovu umefika na wanajiunga na malaika na wimbo wa sifa. Nasi naomba tuimbe kwa shangwe kwa sababu ya furaha kubwa tulionayo ya kupata jimbo jipya la Bagamoyo na askofu wake aliyesimikwa leo. Wanakwaya, nisaidie kuimba wimbo huu, maneno haya. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Najua mna tuni nyingi, tafuteni tuni nzuri tuimbe wote kwa shangwe na furaha. Siku uliyofanya Bwana, tuishi nenda tuipe. Haleluya.
La kwanza ni uvuvi wa samaki. La pili, kulisha kondoo wa Kristo. Na la tatu, mwaliko wa kumfuata Kristo. Uvuvi wa samaki. Habari ya uvuvi wa samaki yatufundisha kwamba kanisa la Kristo daima linawapokea watu wa kila aina, wema na wabaya, lakini umoja wa kanisa utabaki imara daima. Tangu mwanzo Yesu aliwaambia wafuasi wake kwamba watakuwa wavuvi wa watu. Jukumu lao lingekuwa kwenda baharini, yaani duniani, na kuwavua samaki, yaani watu. Baba Askofu Musomba, hata sisi pia Wakristo ni watu wenye mapenzi mema. Baba Askofu Musomba na Wakristo wote daima, na wote wenye mapenzi mema, tujue kwamba tuna jukumu la kuwavua watu. Watu wengi wamezama kwa sababu ya ukosefu wa imani. Wapo waliozama kwenye dimbwi la mmomonyoko wa maadili. Tuwatoe hao watu katika hali hiyo mbaya, katika hali hizo mbaya zinazozuia uhuru wao wa kumpenda Mungu na kuishi maisha ya furaha. Baba Musomba, tunakuombea ili uwe mwalimu bora wa imani na maadili, uwe jasiri wa kukemea maovu na kuulinda umoja wa kanisa, kama ilivyo kauli mbiu yako inasema, ili wawe na umoja. Yohani sura 17 mstari wa 11. Kuhusu kulinda kondoo wa Kristo, Petro anakiri kwa imani baada ya kumkana Yesu. Yesu anamuuliza Petro kama anampenda, tena anamuuliza mara 3. Jibu la Petro ni ndio. Kisha Yesu anamwambia, lisha kondoo wangu. Baba Askofu Musomba, jina lako Musomba, sijui unasomba nini? Basi mimi nafikiri unawasomba watu na kuwapeleka kwa Mungu. Wasombe watu wote wa Bagamoyo, wapeleke kwa Mungu. Baba Stefano Musomba na sisi wote ni kama Petro alivyoitwa kulisha kondoo wa Kristo. Tufanye hivyo kwa kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya wengine. Sote tulisema ndio kwa namna moja au nyingine. Wewe wajua kwamba tunakupenda. Maaskofu tulisema ndio, mapadre walisema ndio, mashemasi wamesema ndio, watawa kwa nadhiri zao wamesema ndio, watu wa ndoa wamesema ndio. Sote kwa namna moja au nyingine tulisema tuko tayari, ndio, tuko tayari kulisha kondoo wa Kristo. Kuwalisha kondoo, Yohani sura 21 mstari wa 16, sio kwa mkate na ekaristi tu, bali chakula cha kimwili pia. Tufanye hivyo kwa kuwalisha wenye njaa na kuwasaidia maskini na wasio na makazi, kuwahudumia wagonjwa na wazee kwa heshima. Tuwaimarishe wanyonge kwa utetezi na kuwatia moyo waliokata tamaa. Kile tunachoadhimisha katika liturujia lazima kionekane katika maisha yetu. Kama katika ekaristi tunashiriki mwili na damu ya Kristo, ni lazima twende tukawalishe wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu.
kama tukipeana amani kanisani, lazima twende tukafanye kazi ya haki na amani katika ulimwengu uliojaa chuki, usaliti, uonevu na dhuluma. Huku tukisikia maneno ya upendo, faraja na amani, twende tukaonyeshe hayo kwa matendo kwa wanaokandamizwa na waliokata tamaa katika maisha. Tukinyanyuliwa kwa neema ya Mungu, nasi tuwanyanyue wenzetu waliobanwa na hali ngumu za maisha. Kumfuata Kristo. Neno la mwisho kabisa katika Injili, Yesu anamwambia Petro, nifuate. Kumfuata Kristo maana yake ni kuishi mafundisho yake kwa maneno na matendo. Baba Musomba na sisi sote tuliopo hapa tunaalikwa kumfuata Kristo. Ni kumpenda yeye, kupenda jinsi yeye alivyopenda, kusali kama yeye alivyosali, kuwa wanyenyekevu kama yeye alivyonyenyekea, kuwa watumishi kama yeye alivyotumikia, kusimamia ukweli kama yeye alivyosimamia ukweli. Hapa kuna hadithi fupi ya utani kidogo kati yangu mimi na Askofu Stefano Musomba. Usikasirike, haya mambo ya zamani. Na Waswahili wanasema mavi ya kale hayanuki. Tulipokuwa Maua Seminari, yeye akiwa kidato cha kwanza, mimi nikiwa kidato cha 5, nilikuwa na zamu ya kufundisha wimbo pale, kwa sababu tulikuwa waseminari wana muziki kadhaa. Nilipewa nafasi siku hiyo nifundishe wimbo kwa waseminari. Basi nikafundisha wimbo mmoja unaimbwa hivi: mitume wa Bwana, majitu ya sifa yenye kumfuata Bwana. Mitume wa Bwana, majitu ya sifa yenye kumfuata Bwana, kutangaza neno lake. Sasa wimbo huo siku hizi umerekebishwa, sio majitu ya sifa ila watu wenye sifa. Maana ukisema majitu ya sifa, yani jitu linatisha. Basi toka siku hiyo Baba Stefano Musomba alianza utani na mimi. Kila tukikutana nje ananiita jitu la sifa. Na mimi nikikutana naye nje namwahi, namwambia vipi jitu la sifa? Nilipopata uaskofu akaniwahi, akanitania, akaniita, wewe nilishakwambia wewe jitu la sifa wewe. Haikupita muda mrefu yeye akatangazwa kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam. Nikamwahi, nikamwambia wewe ni jitu la sifa. Jitu la sifa hilo. Sasa ninyi mtahukumu kati yangu mimi na Musomba nani jitu la sifa. Sisi sote tuliopo hapa ndani ni majitu ya sifa. Hata ninyi nyote ni majitu ya sifa. Basi tumfuate Bwana Yesu kwa maneno na matendo yetu yaliyo mema. Namalizia kwa maneno ya Mtakatifu Agustino. Kwa sababu wewe ni Mwagustiniani, basi
nimechagua maneno haya ya Mtakatifu Agustino anayetufundisha kuwa katika maisha yetu ya kila siku tuhakikishe kwamba waliokata tamaa wanatiwa moyo, walio dhaifu wasaidiwe, wapinzani wa Injili waelekezwe, wajinga wafundishwe, wachochezi waangaliwe kwa makini na kunyamazishwa, wenye majivuno wafundishwe unyenyekevu, wanaogombana wapatanishwe, maskini wasaidiwe, wanaonyanyaswa wakombolewe, watu wema wapongezwe, watu wabaya waonywe, na watu wema wapendwe. Tumsifu Yesu Kristo.